Huu ndio uongo ulioua mafanikio ya watu wengi. Ni uongo ambao umefanya watu wengi wamekuwa maskini. Mojawapo ya uongo huo ni kuambiwa kuwa kila kitu anapanga Mungu. Kama Mungu hajakupangia kufanikiwa, ufanikiwi. Kama Mungu hajakupangia wewe kuwa na mali, hauwi na mali. Kama Mungu wewe hajakupangia kuwa na maisha mazuri, huwi na maisha mazuri hata kama ufanyeje. Kauli kama hizo ziko nyingi sana. Kuna ile kauli ya maji hufuata mkondo. Kama familia yenu haina mtu mwenye mafanikio, haina tajiri, basi wewe huwezi kuwa tajiri. Kama familia yenu haina msomi, basi wewe huwezi kuwa msomi. Hizi kauli ni kauli za uongo ambazo zimeua ndoto za watu wengi na zimeua mafanikio ya watu wengi. Ndugu yangu, usikae katika huo mtego. Pesa, mafanikio, uchumi, biashara, elimu wala havifuati mkondo. Havifuati mkondo. Vinafuata maamuzi tu thabiti ya muhusika aliyetaka kupata hivyo vitu. Hayo maneno yamefanya watu wasipambanie sana ndoto zao, wasipambanie sana maisha kwa kuangalia background ya familia zao, kuona kwamba familia yetu sisi mbona hakuna hata msomi mmoja, mimi siwezi kwenda mbali. Kwa hiyo hayo mambo yamemkatisha mtu tamaa. Mtu kwa hiyo hata shule anasoma tu ili mradi tu siku ziende ahitimu, lakini sio kwa hamasa moja kwa moja za kutaka kuja kuwa mtu fulani baadaye kupitia elimu. Hasomi kwa mazingira hayo kwa sababu ya hizo kauli ambazo mmezikuta kwa watu. Kuna mtu anafanya biashara, lakini kauli kama hizo za kuwa familia yenu hakuna mfanyabiashara yoyote aliyewahi kuwa mkubwa, huwezi kufanikiwa, zinamfanya mtu anafanya biashara kwa kawaida sana, akiamini kuwa hata nifanyeje siwezi kufanikiwa kwa sababu familia yangu haijafanikiwa kwenye biashara. Hakuna aliyefanikiwa kibiashara, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo inampunguza mtu nguvu na hamasa za kupambania ndoto zake, hamasa za kufanya hiyo biashara. Anakosa kwa sababu ya kauli kama hizo, zinamwasili kichwani. Kuna kauli zile za maji yanafuata mkondo. Kwa hiyo wewe utaweza, hata baba yako mkubwa hakuweza hilo jambo, baba yako mwenyewe hajawahi kufanya hilo jambo, familia yetu hii hakuna mtu aliyefanya hilo jambo, wewe utaweza. Hayo maneno yanamkatisha mtu tamaa. Kwa hiyo mtu anaanza sasa, anapoteza ile hamasa aliyokuwa nayo ya kuamini atafanikiwa kwenye hilo jambo. Anaanza kufanya kwa ukawaida tu ili mradi tu siku ziende, kwa sababu maneno haya yanamwathiri. Anaamini wazi kuwa hatafanikiwa kwa sababu familia yao hakuna, kwa sababu baba yake mkubwa alifeli, baba yake mdogo alifeli, wao familia yao hakuna mtu aliyefanikiwa kwenye hilo jambo. Kwa hiyo inamuondolea mtu hamasa. Sasa haya ni maneno ya uongo ambayo hayafanyi kazi. Ndugu yangu, mtu afanikiwi kwa maneno, na wala mtu huwezi kumfelisha kwa maneno peke yake. Yaani mtu hawezi kufanikiwa kwa maneno peke yake na wala kwa kufeli kwa maneno peke yake. Mtu anafanikiwa kwa kanuni na utaratibu na vitendo na nidhamu. Na hata kufeli, mtu vile vile anafeli kwa kukiuka kanuni, kwa kufanya uzembe, kwa kukosa nidhamu, kwa kukosa msimamo. Kwa hiyo maneno ya watu hayafanyi kazi kwako wewe mpaka wewe pale unapoyakubali. Ukiyasikiliza tu kama hadithi, hayana athari zozote kwenye mazingira yako ya kazi wala kwenye maisha yako. Maneno yanafanya kazi pale wewe unapoyaamini, kwa sababu unaanza kuyawaza. Unapoanza kuyawaza, yanaingia ndani ya akili yako na yanaanza kuathiri namna yako ya utendaji. Kwa hiyo maneno peke yake hayawezi kukuangusha. Mtu anaanguka kwa kanuni kukosea, na mtu anapanda kwa kufuata kanuni. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kusikiliza maneno kama hayo, na hata kama hakuna namna ya kushindwa kuyasikiliza, basi sikiliza
yaache tu kama hadithi tu ya kufurahisha isiyokuwa na maana yoyote kwako, na hakika kabisa ni hadithi tu isiyokuwa na maana yoyote kwako, kwa sababu haifanyi kazi kwako. Watu wameshavunja hiyo mipaka na mambo yameenda, ikiwemo hata mimi ninayeongea, baadhi ya mipaka kama hiyo nimeshaivunja, na mambo yangu nikaona yanaenda kabisa vizuri tu kwa kufanya kazi, kwa kufuata kanuni. Japo sijafanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini ninaiona njia na naona kabisa mwelekeo baada ya kuvunja misimamo kama hiyo, kuvunja kauli kama hizo. Kwa hiyo nakusihi ndugu yangu, na wewe acha kukaa na misimamo ya aina hiyo, acha kuzipa nguvu kauli kama hizo kwenye akili yako. Maisha ni ya kwako wewe peke yako, maisha yako wewe ni ya kwako wewe peke yako, sio ya mtu mwingine. Kwa hiyo fanya vitu vyako vyote unavyofikiria kufanya, usizingatie fulani atasemaje, au familia yangu walikuwaje, au hili jambo lina historia gani kwenye familia yangu. Wewe fanya, ili mradi tu kwenye akili yako kishaamini hilo jambo, wewe kwako litakufanikishia mambo yako. Wewe fanya, usikae kwenye kauli kama hizo ndugu yangu. Hizo ni kauli za kuua nguvu na kupoteza mafanikio. Kwa leo ndugu yangu, nimependa kukushirikisha jambo hilo katika namna tofauti. Naamini utakuwa umenielewa, na kama yamekugusa maneno haya, maana yake yamekubadilisha. Nasubiri kuona ukifanikiwa, ili tufurahie maisha hapa duniani kwa pamoja. Dunia sio mbaya, ila ukiwa maskini ndio utaiona dunia mbaya. Ukiwa na pesa, dunia sio mbaya, dunia ni sehemu nzuri ya kuishi. Kwa hiyo ndugu yangu, wapambanaji wenzangu, tukutane kwenye mafanikio. Kila laheri, muwe na siku njema.